their aim was to kill. I shouldn't be here telling this story. Karibu msikilizaji, ni kufahamishe yale ambayo yameweza kutendeka, lakini pia ni kufahamishe kile ambacho kinaendelea katika taifa la Tanzania. Sasa msikilizaji, kituo cha habari cha BBC kimeweza kusema kwamba mnamo tarehe 2 mwezi wa pili mwaka 2026 watatoa sababu na watatoa ushahidi wa kutosha wa kumfunga Samia. Hili msikilizaji, limetokana na kipande ambacho wana BBC wameweza kukitoa, ambacho ni kutokana na baadhi ya ushahidi waliokusanya kutoka kwa Watanzania walioweza kutuma maoni kupitia kwa Bwana Larry Madowo na vituo vyote vya BBC. Sasa ni bayana kwamba kuna ushahidi wa kutosha ambao kwamba utaweza kumfunga Samia Suluhu Hassan kwa makosa ya mauaji, kwa makosa ya kusababisha mauaji kiolela nchini Tanzania, lakini pia kwa makosa ya kuamrisha polisi wa Tanzania kuwaua wananchi siku ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 mpaka siku ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2025. Msikilizaji, sasa taarifa ninayoipokea msikilizaji ni kwamba kituo cha BBC kimeweza kusema kwamba tarehe 2 ya mwezi wa pili wataweza kuachia video rasmi itakayoweza kuonyesha matukio ya moja kwa moja ilivyokuwa nchini Tanzania siku ya tarehe 29 Oktoba. Msikilizaji, katika kipande hichi wameweza kusema kwamba utesaji wa serikali dhalimu ya Tanzania utaweza kuonyeshwa. Utesaji wa serikali dhalimu ya Tanzania utaweza kuonyeshwa katika nakala hii itakayoweza kuzinduliwa na kituo cha BBC tarehe 2 ya mwezi wa pili. Taarifa hii msikilizaji, imeweza pia kuwekwa mitandaoni na baadhi ya, ukiachana na kituo cha BBC, Watanzania wengi wameweza kuonekana wakishare taarifa hii kwa sababu itaweza kupeana mwangaza wa kile ambacho kiliweza kutendeka Tanzania. Elewa kwamba msikilizaji, Samia aliweza kusema kwamba hamna ushahidi wowote wa kuonyesha kwamba kuna Watanzania waliouawa siku ya uchaguzi iliyokuwa siku ya tarehe 29 Oktoba, lakini pia akaweza kusema kwamba waliouawa hawakuwa ni Watanzania. Kisha baadaye taarifa nyingine aliyoitoa akasema walioandamana Tanzania walikuwa ni watu kutoka nchi jirani. Bila shaka aliwasingizia Wakenya kwamba ndo waliandamana Tanzania siku ya maandamano yale yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania, na kwa sababu hiyo kukawa kwamba hakuna ushahidi wa kutosha wa kumzuia Samia ama kumshikilia Samia kwa msingi wowote, kwa sababu alikataa kwamba hawakutekeleza mauaji Tanzania, hawakushiriki katika vitendo haramu Tanzania, lakini pia akasema walioandamana hawakuwa ni Watanzania, walikuwa ni raia wa nchi jirani. Akasema pia ikiwa walioandamana ni raia wa nchi jirani, basi pia waliouawa katika maandamano yale hawakuwa ni Watanzania. Lakini pia taarifa zilizoweza kutoka baadaye
Katika baadhi ya hotuba alizoweza kuzitoa Samia mwenyewe, kuna sehemu alikiri akasema kwamba kawaulizeni vijana wa Dar es Salaam ikiwa wanatamani kurejea barabarani, kwa sababu tuliwafunza adabu kiasi kwamba hakuna hata mmoja ataweza kudhubutu kurejea barabarani kwa ajili ya kufanya maandamano. Hicho msikilizaji, kikaweza kukiri kwamba Samia na serikali yake walihusika moja kwa moja katika mauaji yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania, kwa sababu aliweza kukiri kwamba vijana wa Dar es Salaam wana uoga kwa sababu ya kile walichoweza kukishuhudia siku hiyo ya tarehe 29. Kisha kwa maneno yake Samia akasema kwamba amani ikichafuka haichagui. Msikilizaji, tafsiri ya maneno hayo ni kwamba ikiwa amani ikichafuka haichagui, basi kila mtu hata aliye nyumbani kwake aliuawa. Ni kukiri wazi kwamba serikali ama polisi waliwafuata watu nyumbani kwao wakawaua, kwa sababu amesema kwamba amani ikichafuka haichagui ambaye ni mwenye makosa na ambaye pia sio mwenye makosa. Hicho msikilizaji, ni wazi kinakwambia kwamba serikali haikutambua ni nani ni mwandamanaji na ni nani sio mwandamanaji. Kwa hivyo kuna watu ambao sio waandamanaji waliosababishiwa vifo, waliouawa na waliopata kudhulumiwa kutokana na serikali ya Samia. Sasa msikilizaji, yote haya yameweza kuwekwa pamoja katika kanda itakayozinduliwa rasmi na kituo cha BBC siku ya tarehe 2 Februari mwaka 2026, na imesemekana kwamba taarifa itakayoweza kutolewa na kituo hichi cha BBC ni taarifa itakayomzuia Samia Suluhu Hassan, kwa sababu itaweza kuonyesha maovu yaliyoweza kutokea tarehe 29 ambayo Samia aliweza kuyakanusha. Lakini kwa sababu wakati huo hakukuwa na ushahidi wa kuonyesha kwamba kuna hichi na kile kiliweza kutendeka, basi ikawa hivyo. Lakini sasa ushahidi ulioweza kusambazwa ama ulioweza kutumwa kutoka kwa Watanzania walioshuhudia matendo ya kikatili yakitendeka tarehe 29, ambayo baadaye yaliweza kutumwa kwa vituo vya habari vilivyomo nje ya nchi ya Tanzania kupitia kwa mwanahabari Larry Madowo pamoja na wanahabari wengine kutoka BBC, lakini pia kutokana na wanahabari tu kadhaa walioweza kushare baadhi ya video na baadhi ya kanda zilizonaswa siku ya tarehe 29 mpaka siku ya 31 nchini Tanzania, ambapo kulishuhudiwa maandamano, lakini pia kulishuhudiwa vifo vya halaiki, ambayo kwamba Samia alikanusha baadaye kwamba vifo hivyo havikutokea. Lakini pia akazingizia kwamba walioshiriki maandamano Tanzania ni raia wa nchi jirani, na kwa hivyo Watanzania hawakushiriki katika kitendo kile. Sasa msikilizaji, inasubiriwa rasmi taarifa hii ya BBC iweze kutolewa, na sasa mahakama ya ICC inaweza kupata ushahidi wa kutosha wa kumtia Samia ndani. Kwa hivyo siku ya tarehe 2 mwezi wa pili, msikilizaji, itakuwa ni siku ambayo itaweza kutoa mwanga wa kutosha wa kuonyesha ukatili ulioweza kutendeka katika serikali ya Tanzania, lakini pia kuonyesha Watanzania na ulimwengu mzima kile ambacho Samia na serikali yake waliweza kufanya kwa wananchi wa nchi ya Tanzania ama Watanganyika
siku ya tarehe 29 mpaka tarehe 31. Msikilizaji wangu, hebu zidi kupiga subscription, endelea kutufuatilia, faida ya kuendelea kupata taarifa zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika kituo hichi. Jina langu ni Presenter Gulton na kukaribisha kuendelea kupiga subscription.